Habari watazamaji na wafuatiliaji wa Inner Wellness Tanzania. Karibuni katika kurasa zetu hizi za Inner Wellness ambapo tunazungumzia masuala ya kisaikolojia, afya ya akili, lakini pia na masuala ya kijamii. Kwa wiki hii nitaenda kuzungumzia tabia 3 ambazo zinaonekana ni tabia za kawaida, lakini zinakupa ujumbe kisaikolojia ndani nini kinaendelea kwako. Lakini pia tabia hizi zinazoofisha ustawi wa afya yako ya akili. Tabia ya kwanza ni kujilinganisha na wengine. Tabia hii inaonyesha kwamba ndani yako hujatosheka, haujashiba, kwa hiyo hujiamini vya kutosha kutoka ndani, ndio maana unajilinganisha na watu wengine. Na kadiri unavyojilinganisha na watu wengine, inakupotezea hata kule kujiamini kudogo ambako ulikuwa nako. Kuna kufanya unarudi nyuma, kuna kufanya uache kuona zaidi talanta, uwezo na nguvu uliokuwa nao ndani ili kufanyia kazi huo, kwa sababu unajaribu kujilinganisha na wengine ama kushindana na wengine ili uwe kama wengine. Tabia ya pili ni kukuza mambo. Kuna watu ambao wana uwezo mkubwa wa kukuza jambo, na zaidi katika kukuza kwao wanafikiria katika njia ambayo ni hasi. Anaweza akakwambia, ulivyoniongelesha kuna namna ulinitizama, sura uliiweka kwa namna fulani, lile neno ulilisema kwa maana hiyo. Kumbe la hasha, hata wakati unaongea naye labda ulikuwa unawaza vikoba vyako huko, au hata ulikuwa unafikiria ni nini unamtendea wakati ule. Pengine hii inakupa taarifa kwamba ndani mwako unajiona hutoshi, hujiamini, hujithamini. Kwa hiyo unategemea zaidi ulimwengu wa nje uweze kukurutubisha ndani, uweze kuujaza moyo wako. Na ndio maana kila jambo wanalofanya na wanalolisema kwako linaenda kukuzwa zaidi, na unaangalia ni kwa namna gani linaenda kushibisha nafsi yako. Tabia hii ya kukuza mambo lakini kuwaza mambo katika hali ya uhasi inaenda kuzoofisha afya yako ya akili, kwa sababu muda mwingi wewe unakuwa katika hali ya msongo wa mawazo. Ni rahisi kugombana na watu wengine kwa sababu unahisi wamekutendea ndivyo sivyo, na wewe kutoelewana nao. Wao wanaweza kuona wamefanya sawa, lakini wewe unaweza ukaona wao wamefanya tofauti. Kwa hiyo hii inaweza kukupelekea katika mzunguko wa migogoro na kutoelewana na watu wengine. Tabia ya 3 ni kusema ndio ili kufurahisha wengine. Na hii mara nyingine tunaweza tukaichukulia kama mtu huyu ana huruma sana, ana upendo sana, anajali wengine. Kumbe watu wengine wanafanya hivi kwa sababu wanajaribu kununua upendo, waweze kupendwa, waweze kusifiwa, waweze kukubalika kulingana na vile kisaikolojia ndani yao wanavyojisikia. Na watu hawa unaweza ukakuta muda mwingi sasa, kulingana na tabia hii, anasema ndio hata wakati hawezi kufanya hicho kitu ama amezidiwa. Na kuendelea kufanya hivi sasa ndio unaweza ukaikuta inakufanya mtu unakuwa katika hali ya msongo wa mawazo, ama umejitoa kupitiliza katika uwezo wako na kukuweka katika changamoto zaidi na kuweka afya yako ya akili katika hali ya mashaka. Asanteni sana na kila laheri katika safari ya uponyaji wa nafsi.